Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunaangazia hatima ya vyama vikuu vya upinzani barani Afrika, hususan wakati viongozi wake wakuu wanapoondoka. Weka maoni yako kwenye mitandao yetu ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza kabisa tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Binadamu nchini Kenya, KNHCR, imeomba maafisa wa usalama kuwachunguza watu kadhaa ambao waliweka kanda za video kwenye ukurasa wa mtandao wa TikTok na kuonekana kumkejeli mwana wa kiume wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga aliyefariki dunia wiki jana. Aidha, KNHCR imewataka wanamitandao hao kuomba msamaha kwa kumkejeli Raila Odinga Jr. Tume hiyo imeonya endapo Wakenya hao hawataomba msamaha watachukuliwa hatua za kisheria. Polisi na wanaharakati wa kibinadamu wanasema Wakenya hao wamekiuka sheria kwa kuwadhalilisha watu wanaoishi na ulemavu. Wakati huo huo, Raila Jr. ametawazwa kama kiongozi wa familia kufuatia kifo cha babake. Jr. alifanyiwa taadhima za mila na utamaduni wa jamii ya Waluo. Majaji nchini Cameroon wametupilia mbali kesi ya kulalamikia wizi wa kura ya urais nchini humo. Mahakama sasa imeagiza tume ya uchaguzi kumtangaza mshindi wa urais wiki ijayo. Wafuasi wa upinzani nchini Cameroon wamekuwa wakiandamana maeneo mengi nchini humo wakilalamikia shughuli ya kuhesabu kura na kusema inampendelea rais wa sasa Paul Biya. Mgombea wa upinzani Issa Bakari Chiroma amewataka wafuasi wake kuendelea kuandamana ili kulalamikia matokeo hayo ya kura, akisisitiza alimshinda bwana Biya. Maafisa wa usalama nchini humo wamepiga marufuku mikutano ya hadhara ikiwemo safari za pikipiki katika miji mikubwa. Raia wa Marekani ambaye ni mwanamishonari ametekwa nyara kutoka nyumbani mwake nchini Niger. Taarifa zinasema raia huyo alitekwa nyara kutoka makazi yaliyoko mjini Niamey. Utekaji nyara huu umetokea katika ikulu ya rais, ambapo rais aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi Mohamed Bazoum amekuwa akiwekwa kwenye kifungo cha nyumbani. Hajulikani ni kundi gani lilihusika na utekaji nyara huo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha tukio hilo na kusema raia huyo alihudumia shirika moja la kutoa misaada kutoka Marekani. Wapiganaji kaskazini mwa Nigeria wametekeleza mashambulio makali yakilenga kambi kadhaa za kijeshi. Wapiganaji hao walitumia ndege zisizo na rubani na silaha kali, ambapo waliteketeza kambi hizo za kijeshi. Tukio hilo limetokea majimbo ya Borno na Yobe. Nigeria imekumbwa na maasi ya wapiganaji wa Kiislamu kwa zaidi ya muongo mmoja. Maelfu ya raia wamepoteza maisha na mamilioni wamekimbia makazi yao. Na nchini Ethiopia, makumi ya raia wameuawa na wapiganaji wa Kikoo kutoka eneo la Oromia. Eneo hilo linalopakana na mji mkuu wa Addis Ababa limeshuhudia makabiliano kati ya wanajeshi wa kitaifa na wapiganaji wa kundi la Oromo Liberation Army. Juhudi za mazungumzo ya amani katika eneo hilo zimegonga mwamba, huku OLA ikiendelea na mashambulizi yake na kulenga hata maeneo ya nje ya Oromia, hususan eneo la Amhara. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema eneo la Oromia limeathirika kutokana na mashambulio ya kila mara, wakazi wengi wakisalia bila huduma muhimu za maisha. Na baada ya kusikiliza kuhusu matukio mengine barani Afrika, tunaanza moja kwa moja na kwamba baada ya miongo mitano ya siasa, Raila Odinga ameaga dunia. Je, ni nani atakayeendeleza urithi wake na mustakabali wa ODM uko vipi? Usikose uchambuzi maalum hapa.
katika idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Katika mjadala kuhusu mustakabali wa siasa za Kenya baada ya kifo cha kiongozi mkongwe Raila Odinga, ambaye amekuwa nembo ya upinzani na mzalendo anayeheshimika barani Afrika, tumezungumza na Daktari Abubakar Rajab, mhadhiri mwandamizi katika chuo kikuu cha Mzumbe, yani MUM University Morogoro, Tanzania. Daktari Rajab anachambua hatma ya chama cha ODM, nafasi ya Raila katika historia ya kisiasa ya Kenya. Swali kuu ambalo alianza kueleza ni kuhusiana na ni nani atavaa viatu vya Odinga katika enzi mpya ya siasa nchini Kenya. Hebu basi tusikilize uchambuzi wake. Ni dhahiri kabisa marehemu Raila Odinga alikuwa ni mwanafalsafa mahiri kabisa, hasa tukitilia maanani uwezo wake wa kudadisi masuala muhimu ya kisiasa na kijamii, pamoja na michango yake ambayo aliwahi kutoa katika maisha ya shughuli za kisiasa ndani na nje ya Kenya. Aidha, muono wake kama mwana falsafa na mwanasiasa ambaye amebobea unaonesha wazi kwamba ulikuwa unalenga kwenye ubora wa maisha ya watu wa Kenya, na mbinu pamoja na mikakati alikuwa akitumia katika kutatua matatizo na changamoto mbalimbali changamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza Kenya zilidhihirisha bayana kuwa ni mwanasiasa aliyebobea na mwenye uzalendo mkubwa wa taifa la Kenya. Pamoja na kwamba marehemu Odinga ametuondokea wakati wa bara la Afrika linashuhudia mabadiliko makubwa katika siasa ya uongozi, marehemu Raila Odinga ameacha urithi mkubwa katika siasa eneo zima la Afrika Mashariki, hususan katika ile hatua na juhudi za kulingania ubora wa shughuli za utawala katika misingi ya uimara ya demokrasia, haki pamoja na sheria za nchi. Katika kipindi chote cha uhai wake marehemu ndani na shughuli za kisiasa, marehemu Raila Odinga alikuwa mstari wa mbele katika kushiriki na kusimamia mazungumzo yenye lengo la kulingania uwekaji wa misingi bora ya kisiasa nchini Kenya. Vile vile marehemu kwa muda wote alipaza sauti bila kuchoka katika kulingania haki za kisiasa, uchumi na kijamii. Pia hakusita hata mara moja kuikabili serikali na vyombo vyake, yani vyombo vya utawala, kila pale atapokuwa anaona kuwa demokrasi imepindwa, ambayo mara nyingi ilikuwa inaelekea katika kukidhi maslahi ya wachache. Alikemea sana suala hilo na hakukubali kukaa kimya. Zaidi, marehemu Raila hakuwahi kusita katika kutoa mchango wake wa hali na mali ili kuhakikisha kwa Kenya inafikia mageuzi ya demokrasia kwa mujibu wa matakwa na maslahi ya makundi mbalimbali husika umo nchini Kenya. Yanafikiwa ikiwemo maslahi ya wakulima, wafanyabiashara pamoja na wafanyakazi. Msimamo wake marehemu Raila Odinga ulidhihirisha hasa Kenya ilipoamua kupata katiba mpya ambayo ndiyo iliyosaidia kupatikana mageuzi makubwa ya kimaisha na shughuli za kisiasa nchini Kenya. Sasa kutokana na busara, hekima, michango na juhudi za marehemu Raila, ilionyesha kwamba alikuwa kiongozi wa kambi ya upinzani ambao alitoa ushirikiano mkubwa sana kwa taasisi husika za mageuzi ambapo pale changamoto mbalimbali zinaweza kujitokeza, na alikuwa ni kiongozi ambaye msikivu, anapenda kusikiliza. Kwa hivyo aliweza kufanikiwa katika siasa zake kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuvumilia na kusikia sauti za wengi, ikiwemo wale wanaofuata na wale ambao anapingana nao. Aidha, kuhusiana na suala la mageuzi ya kidemokrasia, marehemu Raila alisimama imara katika kulingania uimara wa kisiasa katika kambi ya upinzani. Kwa njia ya mazungumzo aliweza kuikabili serikali ya Kenya. Wakati huo ilikuwa inaongozwa na Kenyatta, na wakati huo ndio ilikuwa madarakani, na hatimaye iliweza kupatikana katiba pamoja na marekebisho ya sheria.
Nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema kimeendelea kukumbwa na misukosuko kufuatia viongozi wa ngazi za juu kukamatwa na vyombo vya dola, hali inayozusha maswali juu ya hatima ya chama hicho. Wakati mwenyekiti wake Tundu Lissu akiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini inayoendelea katika mahakama kuu, msaidizi wake yaani makamu mwenyekiti John Heche naye yuko mikononi mwa polisi kwa tuhuma ambazo hazijaweza kuwekwa wazi. Kupata undani wa hali inavyoendelea kwa chama hicho pamoja na mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania, mwenzetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi Ngwandumi Mwakatobe ambaye anaanza kwa kusema chama hicho sasa kinapitia wakati mgumu kisiasa. Chadema ni kama kondoo wasiokuwa na mchungaji wa kuwaongoza kwa kwenda. Kwa hiyo inatia huruma kwa kweli, pamoja na kwamba chama chenyewe sasa kama hakishiriki uchaguzi, lakini pia hakishiriki hata siasa, hawaruhusiwi kufanya siasa. Hayo haitoi, hilo halikutosha kuwaweka viongozi wa juu ndani. Kwa kweli ni kuwafanya Chadema wawe kama vile mayatima. Kwa mtizamo wako, hali ya mambo ndani ya chama kama ulivyoeleza iko hivyo, nini hatima ya chama hiki ambacho hakitashiriki katika uchaguzi huu? Kwamba hata kufanya siasa wamepewa marufuku. Ndipo ambapo sasa inakuwa hatima ya Chadema kwa kweli ni kizungumkuti, ni sintofahamu. Hatujui kitu gani kitakuwa kinatokea, kwa sababu je, baada ya kuisha uchaguzi viongozi wao wataachiwa? Si Chadema kitaruhusiwa kufanya siasa kwa sababu kilipewa marufuku na kesi ziko mahakamani zinaendelea. Kutoshiriki uchaguzi ni jambo moja, lakini kutoshiriki siasa ni pigo kubwa kwa kweli kwa hatima sito ya Chadema, ya siasa hizo zingine na siasa za nchi hii. Ni chama kikubwa ambacho kilikuwa kina wafuasi wengi mpaka leo. Na unavyosema ni kama watoto yatima, na hivyo ndivyo inavyoshuhudiwa wakati huu chama hiki kikuu cha upinzani ambacho kimewekwa katika kona na kinashindwa kufanya lolote linalotakiwa. Kwa tathmini yako, hali ya demokrasia nchini Tanzania inaelekea upande upi? Kusema tu kwamba kwa jinsi ambavyo rais wetu Samia aliyokuwa ameanza, alitia matumaini makubwa. Tukumbuke kwamba awamu ya 5 kweli vyama vya siasa vilikuwa vimepigwa marufuku kufanya siasa mpaka wakati wa kampeni. Ndio walifunguliwa kufanya siasa. Baada ya hapo ilifungwa kabisa. Demokrasia ilikuwa iko kifungoni awamu ya 5. Alipokuja Samia alifungua nafasi, alifungua uwanja. Kwa kweli watu wakaenda, hata waliokimbia nje huko kwa kuhofia siasa za ndani waliweza kurudi. Hawa akina Lema. Sasa kwa sasa mambo yanayoendelea ni kama vile ilikuwa ni kuwafunguliwa ili waje wakamatwe tena waweke ndani. Samia alianza vizuri, lakini naona uongozi wa awamu ya 6 unataka kuisha kubaya. Inavyoonekana kuna haja kwa vyama vya upinzani kuunganisha nguvu na kudai demokrasia kweli, kutokana na hayo yanayoshuhudiwa kwa chama hiki cha upinzani Chadema. Shida kubwa kuungana sio tatizo, lakini vyama vyenyewe mtangazaji kugopa ni vyama ambavyo kwa kweli wanapingana kweli. Wanapingana sasa hivi vyama hata vimeanza vingine vimeanza hata kutangaza sera, vinaanza kuwaponda Chadema wanaosema no reforms, no election. Hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi bila kufanya mabadiliko. Na ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi msikilizaji kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kuwa huru kabisa kuchangia makala haya. Jina langu ni Ann Ngugi na leo tunaangazia hatma na mustakabali wa vyama vya upinzani barani Afrika. Na basi msikilizaji, pia kukuhimiza endelea kutoa maoni yako papa hapa na tutayasoma pindi tunapoendelea
Endelea na matangazo ya leo. Na tukisonga mbele ni kwamba rais wa zamani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekuwa nchini Kenya kukutana na makundi ya upinzani kutoka Kongo. Kiongozi huyo wa zamani anasema mpango wake na washirika wake ni kubuni mrengo wa upinzani kuwajibisha utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Kabila anahukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini DRC baada ya kupatikana na makosa ya uhaini na kuunga mkono wapiganaji wa M23 wanaoshika doria mashariki mwa nchi hiyo. Wadadisi wa siasa wanahoji iwapo Kabila na wapinzani wana nafasi yoyote nchini Kongo kutokana na changamoto za kisheria zinazomkabili. Kwa mengi basi, huyu hapa Mbeleshi Msoshi akiwa Kinshasa. Baadhi ya wapinzani kama vile Seth Kikuni na Theophile Mbemba ambao walishiriki katika mkutano huu ulioitishwa na rais wa zamani Joseph Kabila huku Nairobi walishikwa wakati walifika mjini Kinshasa na vyombo vya usalama muda mchache. Simu zao mkononi zilikaguliwa. Mfano, Seth Kikuni aliambia chombo cha habari cha Jeune Afrique ya kwamba idara ya ujasusi ilimuomba namba ya simu ya aliyekuwa rais wa zamani wa DRC ambaye hapo awali alihukumiwa na mahakama kwa tuhuma ya uhalifu wa kivita na kupewa adhabu ya kifo licha hayupo mtini DRC. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alisema ya kwamba Nairobi imekuwa mji mkuu wa njama za upinzani dhidi DRC baada ya mkutano huu wa Nairobi. Kumbukeni ya kwamba Corneille Nangaa ambaye ni mmoja wa viongozi wa kundi la M23 alianzisha chama chake Alliance Fleuve Congo mjini Nairobi miaka 2 iliyopita. Wapinzani wakuu kama vile Moise Katumbi, Martin Fayulu hawakushiriki katika mkutano huu. Msemaji wa Martin Fayulu amesema chama chao ambacho pia ni chama kikubwa cha upinzani hakikushiriki katika mkutano huu kulingana na utofauti uliokuwa kati ya chama chao na chama cha Kabila. Prince Epenge ni msemaji wa chama la Muka, chama cha bwana Fayulu. Nous n'avons jamais partagé ni valeurs ni projet politique avec Kabila. Mais néanmoins, Kabila et ses gens ont le droit de se... Sisi tulikuwa wapinzani kwa Kabila muda mrefu, kwa hiyo hatukupata mwaliko wa mkutano wa Kenya. Kwa upande wetu hatuna mpango wa kuungana na bwana Kabila. Hata hivyo, Kabila ana uhuru wa kukutana na washirika na wafasi wake. Tunaweka maanani upande wetu ni kushiriki mazungumzo ya kitaifa. Hii inasaidia kujadili na kutafuta suluhu ya matatizo yanayokumba nchi yetu. Kabila anaweza kujiunga na wengine katika kongamano la kujadili hali ya nchi. Naona ana mchango mkubwa katika kusaidia kutatua matatizo na kuleta suluhu ya kudumu nchini. Et à ce sens, nous pensons que certes Kabila fait partie du problème, mais Kabila peut contribuer pour apporter la solution. Ferdinand Kambere ambaye ni katibu naibu wa chama cha PPRD, chama ambacho kinaongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, amesema ya kwamba kwa sasa mpinzani mwenye kuaminika ni Joseph Kabila na ameungwa mkono na raia wote wa DRC katika mchakato wake wa kutafuta amani nchini DRC. Ile sura ambayo ilionyesha dabor ni ya yeye kama mpinzani kwa sasa, anakuwa na hiyo nia ya kuitika wito wa raia wa kuomba upinzani wawe mtu mmoja na waweze kusimama kuokoa Kongo katika hii kidikteta ambayo tunakuwa nayo na hizi vita ambazo hazina miguu na kichwa. Kama sasa tena wao watapenda kuendelea kujiweka mbali na uwito wa raia kwa kupigania kurudisha Kongo ipate amani, Kongo irudi ndani ya demokrasia. Sasa hapa raia mwenyewe naye atajua nani ni nani. Hii ndio lazima. Kwetu hii msimamo imekubalika ndani ya raia. Raia alikuwa anahitaji akombolewe. Lazima tuwapigie hongera wale wote ambao walishiriki na rais mstaafu Joseph Kabila. Lakini wanasema kama shida ya Kongo ni Kabila ambaye yupo nyuma ya waasi wa M23 na kuwa nyuma yake ni kama vile kuunga mkono hao maadui ambao wameshambulia DRC. Watu ambao wanasema ile ni wale ambao walishirikiana na M23. Ulijua kama mtu ambaye alirudisha M23 ni Tshisekedi mwenyewe. Kabila alikuwa amewapiga na wameenda kando. Sasa Tshisekedi yeye anafika na warudisha na anawapa support yote na nakubaliana na hizi nje ambazo zilikuwa zinawaweka
waweze kuendelea kuleta sapoti na hakuwe hata utumu mmoja. Uganda iko pale alileta sapoti kwa M23. Ulisha kusikia kama Tshisekedi anashutumu Uganda? Wote ambao tunakuwa nao, wale ambao wanajiita upinzani ya Kongo, wanapinga mtu ni upinzani ile ambao wao wanagombania ni kusema simama pale na mimi kale pale, niendelee zao binafsi. Hakuna vita, haiwezi kuisha juu vita ni biashara ya wazungu, ni biashara ya wenyewe wanatumika nao. Ukisikia utasikia uchungu sana. Hata hii viongozi wenyewe tuko nao wanatumikishwa na wale ambao wanatufanyia vita, na hawa wanajiita wapinzani nao pia wanatumika na wale ambao wanatupiga vita. Sasa wale wanaweza kumaliza vita kweli? Hakuna. Shie inaomba tunashimama na raia haya shindwaka kitu, tukaungana na tushimane mzuri, tutawapindua na tunatia utawala yenyewe inaweza kutuletea uhuru. Kulingana na kundi la M23, licha mazungumzo ya amani yaliyofanyika huku Doha, jeshi la taifa limeendelea kushambulia miji kadhaa ambayo limedhibiti likitumia droni, na jeshi la taifa limetangaza kila siku kujisalimisha kwa baadhi ya wapiganaji wa M23. Mbele Timsoshi, idhaa ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Tanzania iko kwenye kipindi cha lala salama katika kampeni za uchaguzi mkuu. Tutatupia jicho safari hii ya kampeni kabla ya raia kufika kwenye debe la maamuzi na kuamua nani kuwaongoza. Wakati Tanzania ikitarajia kufanya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba, baadhi ya wafanyabiashara wanalalamikia hali ngumu ya kiuchumi ikilinganishwa na chaguzi zingine zilizopo. Hayo yanaelezwa kuchangiwa na ushiriki mdogo wa vyama vya upinzani katika mchakato wa kampeni, na hivyo kuzuia muingiliano wa watu na fedha katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Huyu hapa Veronica Natalis kutoka Arusha, Tanzania, akitupa taarifa hiyo kwa kina. Huenda huu ndio kwa uchaguzi mkuu wa kwanza katika historia ya siasa za vyama vingi nchini Tanzania, ambapo chama tawala CCM hakikabiliwi na upinzani wa kweli kutoka vyama vingine vinavyoshiriki uchaguzi wa mwaka huu. Arusha oye na kupunga mkono hivyo. Mbali na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho kushinikiza mageuzi ya mifumo ya kisheria ya uchaguzi, lakini pia aina ya siasa zinazoendelea kwa sasa zinadaiwa kutotoa hamasa kwa baadhi ya wananchi kushiriki kwa hiari yao katika mikutano ya kampeni kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Hali hiyo pamoja na mambo mengine inatajwa kuchangia kufanya uchaguzi wa mwaka huu kutokuwa na neema ya kiuchumi kwa wafanya biashara kama zilivyokuwa chaguzi zingine. Huwa baadhi ya miaka inakuwa neema tunafanya biashara, lakini tofauti na mwaka huu. Mwaka huu umekuwa na changamoto nyingi, biashara vitu vimekuwa ni bei ya juu, hela yenyewe mtaani haionekani, yani kwamba hatuelewi kiujumla. Lakini imekuwa tofauti na miaka mingine ya kampeni, mwaka huu umekuwa ni mgumu sana. Mzunguko haujabadilika, mambo ni yale yale, yani hatujaona kama labda kuna utofauti mkubwa. Sasa sijui kwa wenzangu, ila kwa mimi ninavyoona sijaona mabadiliko yoyote. Mashirika ya haki za binadamu na wachambuzi wa kisiasa wanaonya kwamba hatua za taifa hilo za kuminya demokrasia kwa vyama vingine vya upinzani, kufungwa kwa baadhi ya viongozi wa juu wa chama cha Chadema na wafuasi wao, zimepunguza nafasi ya ushindani wa wazi na huru na kuvunja mioyo ya raia kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa awamu hii. Ingawa chama tawala kinajinadi kwamba kinafanya siasa safi na kinatarajia kushinda kwa kishindo, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba safari hii chama hicho hakina mshindani, na hiyo imechangia kufanya uchaguzi huu kutokuwa na neema kwa wafanya biashara. Godfrey Kamenge ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania. Na wanaokwenda ni wale ambao unajua wamekusanywa mahali, wamelipiwa nauli, wengine wamepelekewa mabasi, vyama vinatengeneza usafiri wao kupeleka watu, na kwa hiyo ni wale walioko kwenye sako hiyo, kwenye hiyo chain, ndio wanaoweza kupata hizo hera. Ni sawasawa na wanaotengeneza mabango na t-shirt na nini, ni wale walioko kwenye chain ndio wanaoweza kupata hera. Hakuna namna zinamfikia mwananchi ambaye hausiki moja kwa moja na ana mahusiano moja kwa moja na vyama.
Kwa upande mwingine, wafuatiliaji wa siasa na wafuasi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania wanasema kwamba uchaguzi wa awamu hii umeonyesha dhahiri uminywaji wa demokrasia tangu kuanza kwa siasa za vyama vingi nchini humo mwaka 1992. Nimezungumza na Dennis Bongole kutoka mji wa Moshi mkoani Kilimanjaro kaskazini mwa Tanzania, mfuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, na nimemuuliza maoni yake kuhusu kampeni na mchakato mzima wa uchaguzi kwa ujumla. Sawa, sisi wanafanya kampeni, lakini hata ukiwasikiliza inakuwa haina ile kutafuta hoja kinzani kwamba okay, una kampeni unaahidi hichi dhidi ya nani, utafikaje? Hebu tupe njia kwamba kama ni ujenzi wa barabara, kama ni utatuletea sijui kitu gani kwenye huduma za jamii, dhidi ya nani? Kwa hiyo umeahidi kuanzia mwaka 77 CCM ilivyoundwa. Kwa upande wa sisi wafuasi wa vyama vya upinzani, basi tumechagua tu kusimama na msimamo ule uliotolewa na chama kikuu cha upinzani kwamba kama hapata kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, basi hakuna haja ya kushiriki uchaguzi. No reforms, no reforms, no election. Chama tawala CCM kimekuwa madarakani kwa miaka 48 mfululizo, na kabla yake chama cha TANU kilikuwa madarakani tangu uhuru wa taifa hilo mwaka 1961, na hata baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Wananchi wanatarajia kupiga kura tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba, huku pia kukiwa na vuguvugu la maandamano siku hiyo ya kushinikiza kusitishwa kwa uchaguzi huo. Tahariri na Silvanus Karemera, ambapo vyama vya upinzani barani Afrika vinatoa nafasi kubwa katika kuimarisha utawala bora na kushinikiza demokrasia. Wengi huona upinzani kama kioo cha jamii na watetezi wa umma, hususan wanaoishi katika mazingira ya utawala dhalimu. Baadhi ya waliokuwa wapinzani wameshika madaraka na kuwa wapinzani au na kuwa viongozi wa nchi. Hata hivyo, vyama na mirengo mingi ya upinzani Afrika vinakumbwa na changamoto kubwa. Wakati viongozi wake wanapoondoka kuongoza vyama hivyo, pengine wanafariki dunia, kujiuzuru, hali ya kwamba ni wengine wamekuwa wazee au wengine kuhamia mirengo mingine na kujiunga na serikali. Tahariri ya Silvanus Karemera inaangazia hatima na mustakabali wa upinzani barani Afrika. Pengine huenda ni nguo ya kuwazima ambayo haistiri matako, au labda ni kile kitu cha kupewa ambacho lakini hakina thamani kwa yule aliyepewa. Ni swali ambalo litaendelea kuzigonga fikra za wadadisi na wachambuzi wa siasa za Afrika hata baada ya miongo 6 sasa baada ya Afrika kujinasua na ukoloni. Huenda kulipata jibu la swali hilo ikaendelea kuwa vigumu. Demokrasia ya vyama vingi Afrika na upinzani imekumbwa na mikasa na misukosuko ya hapa na pale, hali ambayo sasa maswali ni mengi ikiwa kweli Afrika inahitaji mfumo wa demokrasia au la. Vyama vya upinzani ambavyo ujio wake ni demokrasia ya vyama vingi tangu miaka ya 90, mustakabali wake umesalia kuwa katika kiza kinene. Kama si waasisi hao kuzeeka na kuondoka na wasipate warithi, tawala zinatumia hila lukuki kuviharibu vyama hivyo ambavyo siku zote huvikalia kooni vyama tawala na serikali zake mithili ya kalile mlangoni. Lakini je, ikiwa demokrasia ni utawala wa wengi unaofanya kazi kwa niaba ya wengi, kwa nini basi kudumu kwa vyama vya upinzani barani Afrika kumesalia ndoto isizotimia? Katika sehemu nyingi za Afrika, vyama vya upinzani kwa miaka nenda miaka rudi vimeonekana kama mali ya mtu mmoja mwenye kubeba maono, lakini mtu huyo akiaga dunia au kufungwa jela, mustakabali wa vyama hivyo unakwenda rehani. Kwa sasa yapo majina ambayo yaliwahi kuvuma na kutikisa kuta za makasri ya maraisi, lakini sasa yamesalia ni hadithi za Abunuwasi na Esopo. Mfano ni NCCR Mageuzi nchini Tanzania. Haijulikani waasisi wake Mabere Marando na Emmanuel Ole Sirikiwa waliishia wapi miaka miwili tu baada ya kuzaliwa chama hicho mwaka 1993. Hata mwaka 1995 chama hiki kilipovuma sana, hasa baada ya Augustine Lyatonga Mrema kukihama Chama cha Mapinduzi CCM na kuingia NCCR Mageuzi, ambapo mwaka huo huo aligombea kiti cha urais na mgombea wa CCM hayati Benjamin William Mkapa. Hadi kipenga cha mwisho katika matokeo ya uchaguzi huo, CCM ilipata kura 61 huku NCCR Mageuzi ikipata takriban 28% ya kura zilizokuwa zimepigwa. Kwa Watanzania wengi, NCCR Mageuzi wakati huo ilikuwa mwiba kwa CCM ambayo katika historia ilikuwa imeshinda kwa kura chache. Hata hivyo, miaka 10 baadaye hatima ya NCCR Mageuzi iliishia hewani baada ya kukosa kiti hata kimoja bungeni katika uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2005. Kwa sasa chama hicho kimesalia historia tu, lakini huenda hii ikawa ni pacha wa chama cha CUF enzi hizo na kiongozi wake wa muda mrefu Profesa Ibrahim Lipumba, msomi nguli aliyebobea kwenye masuala ya kiuchumi. Licha ya kuwapo watawala wakati mgumu enzi hizo, Lipumba na CUF walisalia njia panda.
hasa baada ya kukihama chama hicho katibu wake mkuu wa zamani na wa muda mrefu hayati Maalim Seif Sharif Hamad mwaka 2019 na kwenda chama cha ACT Wazalendo. Chadema mbona yake ni makubwa. Licha wakati mmoja kuonekana kinara katika kambi ya upinzani nchini Tanzania mwaka 2015 na kuweka upinzani mkubwa katika uchaguzi mkuu, sasa chama hicho hatima yake ina ati kutokana na kiongozi wake Tundu Antipas Lissu kuendelea kukabiliana na kesi ya uhaini mahakamani, huku baadhi ya wanachama wa chama hicho wakirejea CCM. Haya ni ya Tanzania, lakini hali ya demokrasia ya vyama vingi na waasi wake ikoje kwingineko barani Afrika? Nchini Kenya kwa mfano, mwanasiasa nguli na gwiji wa siasa za Kenya kutoka enzi za vyama vingi kuanzishwa nchini humo, Raila Amolo Odinga ameondoka mwezi huu. Muungano wa ODM, chama chake, unaingia katika wakati mgumu wa ama kushikilia maono yake au kufuata mkumbo wa kila mmoja amege na kuondoka na kilicho chake, alimradi tu baba ameondoka. Pengine kwa vijana wa kizazi kipya ambao lugha ya wazee inakuwa ngumu kuielewa, lakini kwa wenzangu na mimi ambao tumekula chumvi, jina la hayati Morgan Tsvangirai na chama chake cha MDC kule Zimbabwe si geni. Ni chama ambacho kilimpa wakati mgumu rais wa zamani Robert Gabriel Mugabe. Kupitia mizengwe na misukosuko mingi, Morgan Tsvangirai wakati huo alionekana kuweka uzani mzito wa kisiasa kiasi cha kuwafanya hata baadhi ya wanachama wake kuota ndoto za kuingia ikulu kule Harare, licha ya kijana chipukizi Nelson Chamisa kuendelea kusukuma maono ya MDC. Baada ya kifo cha Tsvangirai, baadaye uzito ulimshinda, akaamua kujiengua na kuunda chama chake cha CCC. MDC sasa iko rehani baada ya mafari wawili, Douglas Monzola na Elias Mudhuri, kila mmoja kumega kilicho chake, na MDC sasa inabaki ni tembo aliyekufa. Demokrasia ya vyama vingi vya siasa barani Afrika ni kitendawili ambacho hadi ukitegua ni kitendawili kingine. Vyama vingi vimejengwa katika ukuta wa wasisi wake, na mwasisi akiondoka, kuziba ufa wake inakuwa kazi pevu. FDC nchini Uganda, ambacho kwa wakati fulani kilimnyima usingizi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Yoweri Kaguta Museveni na vuguvugu lake la NRM, sasa kimesalia katika vitabu, huku kiongozi huyo akiishia gerezani. Kule Misri nako chama cha Muslim Brotherhood ambacho kilionekana kupata ushawishi mkubwa kimekufa kifo cha mende kabisa, hasa baada ya kiongozi wake na aliyewahi kushika madaraka kwa muda mfupi nchini humo Mohamed Morsi na hatimaye kufariki dunia, hakipo tena na upinzani mzima kabisa. Nchini Nigeria chama cha PDP chake rais wa zamani Goodluck Jonathan kimefia kabisa mithili ya mshumaa mbele ya upepo wa kiangazi baada ya kiongozi wake huyo kushindwa katika uchaguzi mkuu. Kwa hatima hii ya vyama vya upinzani na waasisi wake kusalia katika vitabu vya kombokombo katika siasa za Afrika, haidhuru kusema kuwa huenda ni mbegu iliyoletwa na wahubiri wa injili ya demokrasia kutoka magharibi, lakini bila Waafrika wenyewe kuwa tayari. Tupate maoni yako msikilizaji unaisikiliza tahariri hii. Mimi ni Silvanus Karemera. Neno la siku hii leo tunaangalia neno la maana ya neno tija. Tija katika nomino au ngeli iko kwenye izi, ina maana kuu zifuatazo: matokeo mazuri na yenye faida au manufaa, hususan katika biashara, uzalishaji au utendaji wa kazi. Uzalishaji kwa kimombo ikifahamika kuwa productivity, hali ya kuzaa matunda mengi au kufanya kazi kwa ufanisi na kutoa mazao mengi. Ubingwa au utaalamu, yani expertise. Matumizi ya tija katika sentensi: kutumia mashine mpya kumeongezea tija katika kiwanda chetu. Maana hapo imetumika ni uzalishaji, yani productivity. Uwekezaji katika elimu una tija kubwa kwa maendeleo ya nchi, yani maana hapa ni faida au manufaa. Bei ya zao halina tija kwa wakulima kwa sababu hawaoni faida wanayotarajia. Maana hapa ambayo imetumika ni katika kuashiria faida au manufaa. Haya basi msikilizaji, neno hili tija litapata nafasi katika mazungumzo yako au shughuli zako za kila siku. Kazi ni kwako. Na basi kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza msikilizaji kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Shukran sana, ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwa heri kwa sasa.